Ndugu zangu, huwa kunapofanyika uchaguzi ama uteuzi, kiongozi anatambua kwamba anawatumikia watu vile impendezavyo Mwenyezi Mungu. Na kiongozi yeyote au amechaguliwa au ameteuliwa, anapaswa kuwa chaguo la Mwenyezi Mungu. Ndio maana katika nafasi mbalimbali nasema Mungu amekuchagua au Mungu amekuteua. Lakini tutasikia katika somo la kwanza kwamba pamoja na kuwa Sauli ni kiongozi wa Israeli, hakuwa chaguo la Mwenyezi Mungu, bali aliongoza isivyompendeza Mwenyezi Mungu. Amekuwa sawa na wale ambao wanapata nafasi mbalimbali za uongozi kwa dhuluma, na hivi mtu kusema ni chaguo la Mwenyezi Mungu, lakini kwa njia ya rushwa, kuongoza wengine kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, huwezi kusema wewe ni chaguo la Mwenyezi Mungu. Na hivi Mwenyezi Mungu anamkataa Sauli. Mwenyezi Mungu anamtuma Samueli aende kwa Jese. Huko katika watoto wa Jese, Mwenyezi Mungu anataka kupata kiongozi wa wana wa Israeli. Lakini hata anapofika kwa Jese mwenyewe pamoja na Samueli mtume wa Mwenyezi Mungu wanadhani tofauti na vile Mungu anavyotaka. Wanadhani kwa sababu ni mtoto wa kwanza wa Jese au wa pili, hao ndio wanafaa kuwa viongozi. Na Mwenyezi Mungu anamwambia Samueli, siwataki hao. Na hatimaye katika hali ya unyenyekevu, udogo na upole, Mwenyezi Mungu kwa mikono ya Samueli anampaka mafuta Daudi kuwa mfalme wa Israeli. Hivyo ndugu zangu, tumwombe Mwenyezi Mungu kwa ajili ya watu wenye nafasi mbalimbali za uongozi. Kwanza wajaliwe toba wanapopata nafasi hiyo kwa njia ya dhuluma, na toba hiyo iwezeshe basi Mwenyezi Mungu kuwastahilia kuwa chaguo lake au kuwa uteuzi wake. Ndugu zangu, tuombe kwa ajili ya viongozi katika kanisa letu. Tuko katika kipindi cha uchaguzi. Kuna wengine katika jumuiya, katika kanda, hata parokiani, hata katika ngazi ya jimbo, kuna wengine kati yetu hatutaki kuwa viongozi, hatupendi kuchaguliwa. Na hata wakati wa uchaguzi, kama ni siku ya uchaguzi kwenye jumuiya, huendi kwenye jumuiya. Lakini uchaguzi wetu hautegemei uwepo wako, na ndio maana hata usipoenda kwa makusudi, bado wenzako watakuchagua kuwa kiongozi, kwa sababu wanaamini unaweza kuwa kiongozi wao, wakikuweka mbele ya Mwenyezi Mungu. Ukichaguliwa kwenye jumuiya, pokea kwa unyenyekevu nafasi hiyo. Lakini pia wapo wanaofanya kampeni ili wachaguliwe. Tumwombe Mwenyezi Mungu kwa ajili ya walio na mioyo hiyo, waache Mwenyezi Mungu aweke watu katika nafasi yake vile impendezavyo. Ikiwa umechaguliwa, pokea kwa unyenyekevu, lakini usigombee kuchagua kwa kulazimisha, ama usitake nafasi kwa kuhonga ama kudhulumu wengine ama kuwaharibia wengine jina. Tukitambua uongozi ni wa Mwenyezi Mungu, na sisi tunapewa kama wajibu katika nafasi hizo. Tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu.